Huko kafu wiki hii ni Yanga tu, hakuna cha Simba wala ubaya ubwela. Zile kelele za kabla ya kuanza kupigwa kwa mechi za makundi ya michuano ya kafu zimeisha. Baada ya matokeo yasiyotarajiwa kwa klabu 4 za Tanzania, 2 zikiwa ligi ya mabingwa Afrika na nyingine kama hizo zikikiwasha kombe la shirikisho. Yanga na Simba zilizopo ligi ya mabingwa zenyewe zilianza mechi zikiwa nyumbani na kila mmoja kupata matokeo yasiyotarajiwa. Wakati wageni wa hatua ya makundi zikicheza kombe la shirikisho, Azam FC na Singida Black Stars kila moja ikipachikwa kwa mabao 2-0 ugenini. Yanga ilipata ushindi wa bao 1-0 kwenye uwanja wa New Amani Complex Unguja kupitia Prince Dube aliyezamisha AC FAR Rabat ya Morocco, wakati Simba ikiwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ikilala bao 1-0 mbele ya Petro de Luanda ya Angola. Kwa upande wa Azam na Singida, kila mmoja ililala kwa mabao 2-0, wana lambalamba wakipigwa na AC Union Maniema ya DR Congo, wakati Wauza Alizeti wakifumuliwa na CR Belouizdad ya Algeria, licha ya kila mmoja kuonyesha upinzani licha ya ugeni katika michuano hiyo. Kwa sasa timu hizo 4 za Tanzania zinabadilishana kwa mechi za raundi ya pili ya makundi, Simba na Yanga zikienda ugenini, wakati Azam na Singida zinarudi nyumbani ili kujiuliza upya kabla ya michuano hiyo kusimama hadi Januari mwakani ili kupesha fainali za AFCON 2025. Hapa chini ni uchambuzi wa mechi zilizocheza timu hizo za Tanzania na mitihani zinazokabiliana nayo kwa mechi zijazo ili kujitengenezea nafasi ya kujaribu kupenya kwenda robo fainali kupitia makundi ya michuano hiyo inayosimamiwa na shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Yanga fresh. Yanga ilianza kampeni hiyo kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya timu ngumu ya AC FAR Rabat kwenye mchezo ambao ilionekana kama bingwa huyo wa kihistoria wa soka nchini angekwenda kukwama mbele ya Waarabu hao. Pengine kubezwa huko kulijibeba Yanga, ambapo ilijipanga sawa sawa kukabiliana na Waarabu hao ikitawala vizuri mchezo na kupata ushindi huo muhimu ambao sasa unaifanya kushika nafasi ya pili kwenye kundi lao B linaloongozwa na Al Ahly, wote wakiwa na pointi sawa wakitofautiana mabao ya kufunga na kufungwa. Hata hivyo, Yanga ushindi huo hautakiwi kuwafanya wabweteke, kwani bado uhalisia ni kwamba kundi lao ni gumu kutokana na ubora wa timu ambazo imepangwa nazo zikiwemo Al Ahly, JS Kabylie na FAR Rabat. Ushindi ambao Yanga imeupata unatakiwa kujenga kisaikolojia wachezaji wakati wanaofuata JS Kabylie wataocheza nao Novemba 28 kwenye uwanja wa Hons Aiti Ahmad uliopo kaskazini mwa mji wa Touz, mji mkubwa wa pili kwa ukubwa nchini humo. Yanga inatakiwa kuimarika wakati inafuata Kabylie ambayo itakuwa na hasira za kutaka kubadilisha matokeo ikitoka kupoteza ugenini, ambapo kikosi cha Pedro Gonçalves kina kazi ya kuhakikisha kinatumia nafasi zaidi na kutokuruhusu wenyeji kuwatangulia kwa bao la mapema. Simba ya tibua. Yanga yao fresh, Simba ikitibua. Simba imetibua rekodi ya mechi za nyumbani baada ya juzi kulala kwa bao 1-0 mbele ya Petro Atletico, huku wekundu hawa wakionekana na upungufu fulani kikosini. Kipigo cha juzi ni cha kwanza kwa Simba tangu ilipofumuliwa mabao 3-0 na Raja Casablanca katika mechi za makundi iliyopigwa kwa Mkapa Februari 18, 2023, lakini ikitimiza mechi 4 mfululizo bila kupata ushindi nyumbani tangu ilipocheza fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Katika mechi hiyo ya fainali iliyopigwa Zanzibar, Simba ililazimishwa sare ya bao 1-1 na RS Berkane ya Morocco, kisha ikatoka sare na Gaborone United ya Botswana na suluhu dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini kabla ya juzi kulala bao 1-0 kwa Petro ya Angola. Lawama kubwa kwa Simba zinakwenda kwenye makundi mawili, ambapo kwanza ni wachezaji wake kushindwa kutumia nafasi ambazo imezitengeneza, ambazo kama ingezitumia matokeo haya yangekuwa ngumu kutokea. Kundi la pili la lawama hizo zitakwenda kwa kocha Dimitar Pantev ambaye amekosolewa kwa namna alivyopanga kikosi akicheza kwa dakika 52 bila ya mshambuliaji halisi na kuifanya timu hiyo kuteseka kwenye eneo la mwisho. Simba kupoteza wakati Esperance de Tunis zikitoka sare nyumbani kumezifanya kuwa timu pekee ambazo hazikufanikiwa kushinda nyumbani, zote zikiwa kundi moja la D, huku zingine 6 zikishinda vizuri. Simba bado haijatoka kwenye mstari licha ya kupoteza mchezo huo, lakini kuna mambo lazima ibadilike. Kwanza ni namna ya kupanga kikosi, na pia itatakiwa kuwajua vyema Stade Malien ambao walazimisha sare Esperance wa Arabu hao wakiwa nyumbani.
Historia inaonyesha Simba imewahi kupoteza mechi 2 na bado ikaenda kufuzu robo finali, na sasa inatakiwa kujipanga na kwenda kubadilisha matokeo hayo mbele ya Stade Malien, ingawa hautakuwa mchezo rahisi kutokana na nidhamu ya wachezaji wa timu hiyo pinzani. Hata hivyo, kama Simba itaamua kujipanga vyema kwa mechi ya Malien, inaweza kuweka sawa hesabu kwa mechi zilizosalia katika kundi D ili kutoboa kwenda robo finali kwa mara nyingine. Hii ni Nel TV, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Lizo Sported, wakati mwingine bye bye na uwe na wakati mwema.